Moja ya jambo ambalo halijawahi kutegemewa kwamba ipo siku litatokea ni swala la kauli ya kwamba mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Aikaeli Mbowe anapaswa kuhojiwa kwa yale ambayo aliwahi kuyatenda huko nyuma ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Historia ya Mbowe ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kubwa mno, namna ambavyo amekipigania chama kwa muda mrefu, namna ambavyo amejitoa, kama ambavyo amekuwa akisikika mara nyingi akizungumza kwamba chama kama chama hakijawahi kumlipa yeye, bali yeye wakati mwingi alikuwa akitumia rasilimali zake kufanya chama kiendelee kusonga mbele. Mambo mengi makubwa ameyafanya ndani ya chama hicho, na kwa haraka tunaweza kusema ni miongoni mwa waasisi wale wa mwanzo kabisa wa chama hicho. Alianza akiwa kijana mdogo na mpaka umri aliofika amekuwa akikitumikia na kukipigania Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Majina mengi alipewa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo akiwa mwenyekiti wa chama hicho, mwamba na kadhalika, lakini mwishoni mambo yakageuka na yakawa tofauti kabisa na vile ambavyo pengine wengi walitegemea. Kuingia kwenye kinyang'anyiro kwa mara nyingine akihitaji kuendelea kuwa mwenyekiti wa chama hicho, ndipo mambo mengi sana ambapo yaliibuka, yalisemwa mengi. Tundu Lissu ambaye wakati ule alikuwa ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakati ule, ambaye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya mwenyekiti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ngazi ya taifa. Tundu Lissu alieleza kushangazwa na hatua ya mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe, ambapo wakati ule Freeman Aikaeli Mbowe alikuwa ni mwenyekiti, kuandaa tuzo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan bila kushirikisha kamati kuu ya chama hicho. Alizungumza kupitia mtandao wa Clubhouse, ambapo Lissu alieleza kuwa Rais Samia alialikwa na Mbowe kushiriki katika mkutano wa baraza la wanawake Chadema, yani Bawacha, na walijulishwa tu kuwa mwaliko huo umetoka kwa mwenyekiti. Aliongeza kwa kusema kuwa walishangaa kuona tuzo ikitolewa kwa Rais Samia bila kujulishwa mapema, huku kamati kuu ya chama hicho ikiwa haijakaa kujadili swala hilo. Tunakumbuka huko nyuma mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe akialikwa akiwa mmoja wa waliokuwepo katika sherehe kubwa ya Bawacha ambayo ilifanyika, na nafikiri ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Bawacha kama kawaida walifanya sherehe hiyo, na mgeni rasmi alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii wote tunaikumbuka, na alipewa tuzo na Chadema. Hiki ndicho ambacho Lissu alikizungumza wakati ambapo akiwa anagombea nafasi ya mwenyekiti ngazi ya taifa kupitia chama chake cha Demokrasia na Maendeleo. Lissu alisema hivi: yalikuwa ni maamuzi ya mwenyekiti peke yake kwa haya mambo mawili. Narudia hapo. Lissu alisema hivi: yalikuwa ni maamuzi ya mwenyekiti peke yake kwa haya mambo mawili. Anasema hakuna kikao kilikaa kamati kuu kumwarika Rais Samia au kumpa tuzo. Alisema Lissu akimtaka mwenyekiti Mbowe kuhojiwa kwa nini alitoa tuzo hiyo na kumleta Samia wakati chama cha CCM kilikuwa hakijakubali chochote kuhusu maridhiano kati ya pande mbili. Hapo anasema Mbowe kuhojiwa kwa nini alitoa tuzo hiyo na kumleta Samia wakati chama cha CCM kilikuwa hakijakubali chochote kuhusu maridhiano kati ya pande hizo mbili. Lissu
alikumbusha kwamba masharti ya mwanzo ya maridhiano kati ya Chadema na serikali yalikuwa na vipengele maalum, na kwamba anajiuliza ikiwa hatua ya kutoa tuzo kwa Rais Samia ni matokeo ya maridhiano hayo. Tuzo hiyo aliyopewa Rais Samia Suluhu Hassan ilitolewa na Baraza la Wanawake wa Chadema Bawacha mnamo Machi 8 ya mwaka 2023 kwa kumpongeza kwa juhudi zake za kuboresha na kuimarisha demokrasia nchini, huku ikihusishwa na amani, upendo na mshikamano. Tuzo hiyo ilikabidhiwa kwa Rais Samia na mwenyekiti Freeman Mbowe kwa niaba ya Bawacha wakati wa kongamano la siku ya wanawake lililofanyika mjini Moshi. Lissu anafikia hatua kusema kwamba Freeman Aikaeli Mbowe ahojiwe, Mbowe kuhojiwa kwa nini alitoa tuzo hiyo na kwa kumleta Rais Samia Suluhu Hassan. Unaona namna ambavyo jambo hili wengi hawakulitegemea kwamba ipo siku itatolewa tamko kwamba Freeman Aikaeli Mbowe ahojiwe vizuri, azungumze hiki kitu alikifanya kwa namna gani. Kamati kuu haikukaa na kukubaliana kwamba mgeni rasmi awe Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia amezungumza mambo mengi sana. Je, kwa upande wako wewe unaona hii imekaa sawa ama haiko sawa, ama ilikuwa ni maneno nyakati za kampeni, wakati ambapo kila mmoja anarusha kete yake ili kuweza kuchaguliwa kuwa mwenyekiti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Lissu alishapita na ndiye mwenyekiti hivi sasa. Swali kubwa, je, ipo siku mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe ataitwa na kuhojiwa maswali haya? Hakikisha unaweka maoni yako sehemu ya comment section. Hii ni Bongo 24 News. Moja ya jambo ambalo halijawahi kutegemewa kwamba ipo siku litatokea ni swala la kauli ya kwamba mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Aikaeli Mbowe anapaswa kuhojiwa kwa yale ambayo aliwahi kuyatenda huko nyuma ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Historia ya Mbowe ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kubwa mno, namna ambavyo amekipigania chama kwa muda mrefu, namna ambavyo amejitoa, kama ambavyo amekuwa akisikika mara nyingi akizungumza kwamba chama kama chama hakijawahi kumlipa yeye, bali yeye wakati mwingi alikuwa akitumia rasilimali zake kufanya chama kiendelee kusonga mbele. Mambo mengi makubwa ameyafanya ndani ya chama hicho, na kwa haraka tunaweza kusema ni miongoni mwa waasisi wale wa mwanzo kabisa wa chama hicho. Alianza akiwa kijana mdogo na mpaka umri aliofika amekuwa akikitumikia na kukipigania Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Majina mengi alipewa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo akiwa mwenyekiti wa chama hicho.